Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Rasmi kuwa ilivyo ina mabadiliko tu, lakini mwelekeo ni ule ule. Watatoa dola bilioni 105 au euro bilioni 90 kwa Ukraine katika dhamana ya mali za Urusi ambazo wamepitisha kwenye azimio la kuzishikilia kwa muda usiofahamika. Umeelewa? Yaani wametoa mkopo kwa Ukraine ambao wanasema kuwa ni mkopo usiokuwa na riba. Ulaya wataipatia Ukraine kati ya 2026 na 2027. Katika ule mkopo, unajua utaratibu wa mikopo mara nyingi inakwenda kwa dhamana. Yaani usione Ulaya huwa wanaisaidia Ukraine wanasema sijui wameipa ni nini. Lazima Ukraine imetoa dhamana kwa ajili ya mkopo wowote, ile wa kijeshi uwe mkopo wa kawaida, ni lazima Ukraine ametoa dhamana. Ndio maana Marekani alikimbilia kwenye dhamana za Ukraine ambazo Ukraine kwa uhakika ndio zilikuwepo kwenye mikono ya Marekani, zile za madini na kitu chochote. Sasa kwenye huu mkopo ambao Ukraine hatakiwi kudondoka, dhamana iliyowekwa kwenye mkopo huu ni fedha ya Urusi. Yaani fedha ambayo wanamwambia tunakupa mkopo usiokuwa na riba ambao utaturejeshea ni katika fedha zile zile, na katika kauli yao ambao EU wanasema kuwa wataendelea na mazungumzo, kwa sababu hili swala bado, yani wataendelea na mazungumzo kuhusu hizo mali ambazo wamekubaliana kuzizuia. Yani wamekubaliana kuzizuia katika kipindi ambacho kwa muda usiojulikana. Unajua muda usiojulikana, yani watazishikilia na zitakuwa kwao. Kwa hiyo zile fedha ndio dhamana ambazo zitarejesha fedha ambazo Ulaya wanazitoa kwa Ukraine. Kwa hiyo kilichotokea ni marekebisho kidogo waliokuja kuyarekebisha kutoka kwenye taarifa ya awali ambayo walisema kuwa walikuwa wameamua kuisaidia Ukraine kutoa katika bajeti. Yani wanasema kuwa mkopo wataoipatia Ukraine watatoa katika bajeti zao za Ulaya, yani wataongeza matumizi yao katika kila nchi. Itaongeza bajeti zao za kila mwaka, yani kutoka 2026 na 2027 kuwa wataongeza kidogo. Lakini katika mkopo huo, yani unajua kama kawaida wewe unaenda kukopa mkopo, mfano nataka mkopo wa ajili ya biashara. Kuna mikopo ya biashara ambao unasema kuwa dhamana yangu nimeweka dhamana ya nyumba au fulani kaniwekea dhamana. Ndio mikopo ilivyo. Sasa huu mkopo wa Ukraine ambao Ulaya jana waliuzungumza na mimi niliuzungumza awali japo kuwa sikurudi tena kuelezea, ni mkopo ambao uko chini ya fedha zile zile. Yani kuwa Ukraine atazirejesha zile fedha kupitia fedha za Urusi ambao wao wanasema hizi fedha ndio zitatumika kulipa fidia. Yani hizi fedha ndio zitatumika kuilipa fidia Ukraine kwa athari iliyosababishwa na vita vya Urusi. Manake Ulaya hawataki kurejesha zile fedha kwa Urusi. Wanataka zile fedha kwa njia yoyote zitumike Ukraine. Maana yake kuwa na zile fedha zao wao wanaozitoa kwa Ukraine watachukua kupitia hizo fedha ambazo wamezizuia katika kipindi ambacho kisichojulikana. Ndio hayo marekebisho ambao unaweza ukasema yalitokea. Kwa hiyo mzozo huu wa kifedha still bado unaendelea. Na ndio maana kama wangekuwa wamefunga jarida lao kuhusu kutoa zile fedha, ungesikia kuwa hata Urusi kaondoa kesi ambayo alifungulia Euroclear kule Moscow kuhusu kudai zile fedha zake. No, kesi imebaki vile vile. Urusi wanataka fedha zao zirejee na wanakataa fedha zao zitumike kwa ajili ya kufidia Ukraine. Wanakataa. Lakini Ulaya pamoja na Marekani pia, licha ya kuwa yuko upande wa Urusi, naye anakubaliana kuwa fedha za Ukraine au fedha za Urusi zitumike kufidia Ukraine. Yani kwa sababu yeye amesababisha madhara. Lakini hapo kuna kile ambacho huwa ninakisema mimi, kuna ile double standard, undumila kuwili kwa lugha ya kawaida.
undumila kuili wa ulimwengu wa magharibi. Ulimwengu wa magharibi wote pamoja na Marekani wanakubaliana kuwa uharibifu uliosababishwa na Urusi kwenye ardhi ya Ukraini au kwa watu wa Ukraini unapaswa kufidiwa na Urusi ndani ya Ukraini. Hilo wanakubaliana nao wote, Marekani na washirika wake. Lakini hawa Ulaya na Marekani hawakubaliani kuwa uharibifu uliosababishwa na Israeli Gaza au bebe Israeli. Wao wanapendekeza ujenzi mpya wa Gaza ujengwe na fedha za Waarabu. Sio, mmewaelewa? Yani kuwa huyu akifanya huku ni sawa, huyu akifanya huku si sawa. Ni ile ile ambayo kwenye FIFA, UEFA, Urusi hakustahili. Hata kwenye mashindano ya ile riadha kaondolewa, UEFA wakamuondoa, FIFA wakamweka pembeni. Kwa sababu gani? Yupo kwenye vita na amesababisha madhara kwa watu. At the same, Israeli yupo kote, UEFA wamekataa kumuondoa, FIFA yupo, riadha yupo, na mashindano ya Eurovision juzi amewagawa, still yupo kote kote. Ni wale wale ambao wanazungumza huku, wanazungumza huku. Ni wale wale ambao wanakubaliana kuwa mashtaka ya Putin kwenye mahakama ya ICC ya kuteka watoto, anatajwa kuteka watoto 350 wa Ukraine, kuwahamisha kutoka sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Mashtaka yake yalipaswa yapelekwe ICC na waranti ya kukamatwa ni haki kwa mujibu wa Marekani na kwa mujibu wa nchi za Ulaya, kuwa ilikuwa ni haki kufanya hivyo kwa Putin. Na hukumu yake na ICC waranti yake ni active na inapendwa na Ulaya. Wote wanakubaliana hiyo Ulaya, lakini hawa wote Ulaya wanapinga hukumu hiyo hiyo ya ICC iliyokwenda kwa Netanyahu na Yoav Gallant kwa kusababisha vifo vya watoto 20,000, vya kuhamisha watu maelfu, kubomoa nyumba zaidi ya 200,000, kudestroy eneo lote kwa zaidi ya 90%. Bado hawakubaliani Ulaya, wanasema no, haikustahili hiyo. Lakini at the same time hao Ulaya wanakubaliana kitu kile kile kwa upande mmoja. Hawa ndio Ulaya. Sasa nilikuwa naona malumbano mapya ya ujenzi mpya wa Gaza ambao ina connect kutoka hizi tabia za kizungu, tabia za Kiarabu. Unajua nchi kama 3 za Kiarabu ndio sana zilikuwa zinatazamwa sana. Mnakumbuka mkutano wa Arab League wa mwezi wa 3 ambao ulifanyika kule Cairo, ukatoa kiasi, Misri ikapendekeza ikasema tunahitaji kama bilioni 53 dola kwa ajili ya ujenzi wa Gaza, lakini baadaye tathmini ya Umoja wa Mataifa ikasema inahitajika kama dola bilioni 70 kwa ajili ya ujenzi wa Gaza. Sasa wakategemea kuna nchi kama 3 za Kiarabu zitakuwa tayari kufadhili ule ujenzi, Saudi Arabia, Qatar pamoja na Imarati. Qatar ametoa jibu kwa kuwajibu sawa sawa na Ulaya wanachokizungumza, kuwa anasema hatuwezi kutoa madola yetu, mabilioni yetu ya fedha kwenda kujenga sehemu ambayo aliyeibomoa yupo na yeye hawajibiki. Umeelewa? Yani Qatar wanachokusudia kumwambia kuwa kama kuna ujenzi wa Gaza basi unamhusu Israeli ndio alipe fidia ya ujenzi wa Gaza, kama vile anavyoambiwa Urusi aijenge Ukraine kwa sababu ameisababishia madhara. Ndicho ambacho Qatari walisema kuwa iwe hivyo. Saudi Arabia amekaa kimya, hajatoa jibu lolote, na hata kwenye ziara ya mwisho ya Mohammed bin Salman unaona kule Marekani hakutoa ahadi yoyote ya kusema kuwa labda nchi yake itatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa Gaza. Lakini taarifa zilizopo ni kuwa mamlaka bado inakataa, kwa sababu inasema haiwezi ikaendelea kujenga maeneo ambayo hayako wazi nani anayamiliki. Hapa Saudia anakusudia Hamas. Hawezi kuwajengea Hamas kwa sababu hawakuwahi kuwa marafiki zake, licha ya kuwa Hamas miaka ya nyuma walikuwa ni wanafadhiliwa na Saudi Arabia kabla ya kujiondoa kutoka kwa Saudi Arabia kuelekea kwa Irani. Sasa Saudia hawawezi kuijengea Hamas, wala hawana mpango huo wa kujenga kwa ajili ya watu ambao kuwa bado wako kwenye mamlaka. Yani lengo la ufalme ni kuwa kama kuijenga Gaza, basi wataijenga Gaza ambayo haiko kwenye mikono inayomilikiwa na Hamas wao. Imarat wanasema hivi, wako tayari kufadhili ujenzi wa Gaza katika maeneo ambayo yako chini ya udhibiti wa Israeli.
Gaza imegawika asilimia zaidi ya 47 kwa 53. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo vikosi vya Israel vipo. Wanasema kuwa wanaweza wakajenga maeneo ambayo hayako chini ya udhibiti wa Hamas. Lakini wakatoa pendekezo jipya ambalo hivi sasa ndio linachujwa kati ya Marekani, Israeli na Imarati. Wote wamekubaliana kuwa watasimamia ujenzi wa Gaza kwa kutumia rasilimali za Gaza. Umeelewa? Israeli hayuko tayari kuijenga Gaza, wala Marekani hayuko tayari kuijenga Gaza, lakini wako tayari kusimamia ujenzi wa Gaza kupitia mradi mkubwa wa gesi ambayo iligundulika mwaka 2000 pale Gaza. Niliwahi kuambia kuwa vita ni lazima ujue tunaenda kuimalizaje. Yani ufadhili wake na fedha zinaenda kutoa wapi. Israeli, Marekani, Imarati wanaenda kushughulikia mpango ambao katikati ya huu mzozo, unaona hii vita ilivyokuwa inatokea katikati ya vita, lakini wao walikuwa kwenye mjadala kuhusu gesi ya Gaza. Ndio maana huwa ninawaambia kitu kimoja: vurugeni nchi zenu mnavyoweza kuzivuruga, uaneni mnavyoweza kuuana, chinjaneni mnavyoweza kuchinjana, lakini wakati nyinyi mnazikana na mnachinjana na mnauana, wenzenu watakuwa wakifyonza madini yenu bila kujali kuna hali gani inayotokea katika ardhi zenu. Unahesabu vifo vya kila siku kule mashariki mwa Kongo, watu wanakufa na kelele ni kubwa, lakini haijawahi kustop mali za Kongo kutolewa kwenye ardhi yao. Sudani wanakufa na kuuana. Taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kuwa wakati imezingirwa kambi ya Zamzam ambayo ndio inaelekea El Fashar, watu waliuawa, watu 1000. Haijalishi watu wangapi mtakufa, watu wangapi wameuawa, lakini katikati ya vifo vyenu, katikati ya kuzikana kwenu, wenyewe watakuwa wakichota mali zenu. Urusi na Ukraine wapo kwenye vita na wanatuangana vita. Marekani anamuita Zelensky kwenye meza, njoo tukae hapa tunazungumza biashara. Hiyo swala ya vifo na nini sisi hayatuhusu. Njoo tuzungumze na usaini makubaliano hapa. Ya nini? Ya mali. Kongo ya Tshisekedi ambayo mimi niliwahi kupendekeza, niliwahi kutoa wazo hili kabla hata Tshisekedi hajaelekea Marekani. Nadhani niliwaambia kuwa kama Kongo inatafuta amani, yani kama wao shida yao amani, basi shida yao ya amani walitakiwa waende mashariki, waende Urusi. Wataipata amani, lakini watavikosa vingi pia. Kile ambacho kinaimbwa na magharibi, sijui uhuru wa kujieleza, demokrasia, sijui na nini, hivyo vyote havitokuwepo kwa sababu wao hivi sasa wanahitaji amani. Kama wanataka amani, waende Urusi, wataipata, kwa sababu Jamhuri ya Afrika ya Kati ilihitaji amani, haikutaka tena kingine chochote. Urusi wakawarudishia. Wakaenda pale wakaweka vikosi vyao vya Wagner, wakati huo wakahakikisha wanaishikilia serikali, wameenda kuondoa hadi kikomo cha uraisi kwa ile miaka wameondoa, katiba mpya ambayo ikapitishwa, rais asiyekuwa na kikomo, rais anayehudumu wakati wote, hakuna tena maandamano ya kupinga serikali, hakuna chochote kinachoendelea, lakini mnapata amani, mnaacha kuuana. Nilizungumza hili kuwa kama shida yao Kongo ni amani, basi walitakiwa waende Urusi, lakini wao hawakwenda Urusi, wakaenda Amerika wakiwa na ajenda ile ile tu kuwa tunakwenda kwa ajili ya amani. Wakasahau kuwa Amerika ni muimbaji mwenye kile kitu kinaitwa amani, demokrasia na uhuru na vitu vyote. Pale utapochukua maslahi yao, watakuletea kitu kinaitwa demokrasia, wataspread watu, halafu wale watu waje juu. Katika taarifa niliyokuambia jana kuhusu kile kiliendelea Nepal, uliona kuwa hawa watu huwa vitu hawavifanyi kwa bahati mbaya. Niliwahi kuwahadithia mkasa wa Libya. Khalifa Haftari mwaka gani alitoka Libya na Khalifa Haftari alirejea Libya mwaka gani? Yani ndio ujue kuwa hawa watu plani zao huwa ni za miaka. Yani plani zao sio za bahati mbaya. Yani hakuna kitu wanachokifanya wao ukasema hiki kimefanyika kwa bahati mbaya. Niliwaambia kuwa nani alijua kuhusu faili za Epstein? Fikiria Epstein mwaka gani wanazungumza? Miaka ya 90. Wote wamewaingiza watu na faili mpya zimetoka, zimeonekana kina Michael Jackson, wameonekana dada yake Janet Jackson, wameonekana sijui kina Bill Clinton, wameonekana faili zilizotoka juzi mpya za Epstein. Hawa watu hawafanyi vitu kwa bahati mbaya. Hawa watu huandaa vitu kwa muda mrefu sana. Sasa wako tayari kufanya ujenzi wa Gaza kwa kutumia rasilimali za Gaza. Hilo wako tayari. Gesi iligundulika mwaka 2000
kule hifadhi kubwa ya gesi ambayo iko upande wa Gaza, na makampuni mengi yalitaka kufanya uwekezaji, lakini kukawa kuna ubishani kuwa Israeli walitaka kuwa sehemu ya umiliki, na mkataba ambao ulisainiwa na ndio bado unaheshimiwa kimataifa mpaka leo ni mkataba wa Oslo ambao ulitaja kuhusu ardhi na rasilimali. Mkataba ule unataja kuwa rasilimali na zote zinazopatikana katika ardhi ambayo iliachwa kwa ajili ya taifa la Palestina katika mkataba wa 1947. Hata walivyokuja kufanyia marekebisho ile 67, mipaka ya mwaka 67, ardhi yoyote inayotambulika kuwa itakuwa ya serikali ijayo ya mamlaka ya Palestina, mali zote zilizo katika eneo hilo ni mali zinazowahusu wa Palestina. Sasa Israeli alitaka kupiga double cross hapo kuwa yeye awe sehemu ya umiliki wa hiyo mali, hiyo gesi. Ndio maana kukatokea utata mkubwa sana ambao umeendelea. Kwa hiyo Gaza ipo gesi, ndio maana vita ipo. Yani wanajua wanataka nini. Leo hii hawana msaada wowote. Eti Israeli wanasema kuwa tutachimba gesi ambao uwekezaji wake unahitaji kiasi cha dola milioni 750 tu. Hakuna nchi ya Kiarabu inashindwa kufadhili hiyo fedha ndogo. Halafu wanasema katika mapato ambayo yatakuwa yanasimamiwa na Imarati, yatasimamiwa na Israeli, yatasimamiwa na Marekani, nani ambaye yuko tofauti na mwenzake pale? Manake hao watatu wote ni Wazayuni. Halafu watakuwa wanatoa kiasi cha dola milioni 100 faida kwa mwezi kwa ajili ya ujenzi wa Gaza. Dola milioni 100 ni kiasi cha bilioni kama 25 nafikiri za kwetu kwa sasa, kwa chenji ya sasa, kama bilioni shilingi bilioni 20 kama na 5 za kwetu. Sio bilioni 25, bilioni kama 250. Yes, bilioni kama 250 za kwetu. Sasa hizo fedha zitakuwa zinatumika kwa ajili ya ujenzi wa Gaza. Fedha zimetoka wapi? Zimetoka Gaza. Zinajenga nini Gaza? Kutoka kwa watu gani wanazisimamia? Wale walioisambaratisha Gaza. Halafu wao ndio wanashikilia mali. Nani? Hizi ni kampuni za wafanyabiashara ambao lengo la biashara zao ni kupata faida. Nani anasimamia kuwa hawa watu wameingiza kiasi fulani na wagawe kiasi fulani? Ni nani anayetoa maelezo kuwa fedha iliyoingia ni kiasi fulani mpaka wameamua kuweka wamepata kiasi fulani? Ni nani anasimamia? Ni wao wenyewe. Wanatoa taarifa, wanaweka taarifa, wanarekebisha namba. Nani atakadiria kiasi cha fedha zilizopotea? Nani anakadiria kiasi cha mapato ambayo yameingia? Dhulma iko pale pale, kwa sababu watu wa Palestina. Rahby Digital, haki na ukweli.